Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa chama chetu, ikiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa wajumbe wa Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa wetu wa Kaskazini ambaye ndiye mwenyeji wetu wa siku ya leo, waheshimiwa wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa mliokuwepo hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na waheshimiwa wakuu wa wilaya nyote mliokuwepo hapa, natambua uwepo wenu, waheshimiwa wenye viti na makatibu wa wilaya zetu zote mbili, waheshimiwa wabunge, wawakilishi, madiwani na mawastahiki, mamea yote mliokuwepo hapa, waheshimiwa wajumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM za mkoa na wilaya, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Na mimi nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyotujalia kufika hapa tukiwa na uzima na afya njema, kwa kumsikiliza kwa hamu kubwa sana makamu mwenyekiti wetu kuja kutuambia neno ambalo amekuja nalo. Lakini la pili ni washukuru na nyie, shughuli ni watu na watu, leo shughuli yetu imefana, hongereni sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ujio wako leo katika mkoa wa Kaskazini Unguja ni ishara ya kuendelea kuimarisha kwa uongozi wa chama chetu katika kusimamia misingi, umoja, uwajibikaji na kusikiliza wanachama pamoja na wananchi kwa ujumla. Ziara hii inaendelea kudhihirisha kwa dhamira ya Chama cha Mapinduzi ya kubaki karibu na watu wake na kusikiliza maoni yao na kuendeleza siasa ya maridhiano, maendeleo na mshikamano wa kitaifa. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 ibara ya 15 fasili ya kwanza inaeleza kwamba nguvu na uimara wa Chama cha Mapinduzi unatokana na umoja wa wanachama wake, fikra sahihi za chama pamoja na imani kubwa ya wananchi wa chama chao, Chama cha Mapinduzi. Ni wajibu wetu wa kila mwanachama na kiongozi kulinda umoja huo, kuenzi maadili ya chama na kuhakikisha CCM inaendelea kuwa ni nguzo kuu ya amani, utulivu na maendeleo kwa taifa letu. Aidha, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ziara yako hii inaendana moja kwa moja na maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 ambayo inaelekeza viongozi wa chama kuwa karibu zaidi na wananchi, kusikiliza changamoto zao na kushiriki kikamilifu katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto hizo. Hili linaendelea kuifanya Chama cha Mapinduzi kuwa chama kinachoaminiwa na wananchi na chenye kuendelea kupata ridhaa ya kuongoza nchi yetu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, viongozi na wajumbe waliokusanyika hapa leo wana hamu kubwa ya kukusikiliza. Tangu kumaliza uchaguzi wetu hawajakuona, leo wamekuona live na wamesema nichukue fursa hii kukupongeza kwa kuanza mikutano yako katika mkoa wetu wa Kaskazini.